Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye kimsingi ameendelea kutubariki uhai, lakini kubwa zaidi kutupa afya. Leo tuna furaha kubwa sisi wana Tabora, na nimeona ni vyema niwashirikishe na ninyi wenzangu ili kuweza kuhabarisha umma kwamba tuna jambo kubwa ambalo linaendelea kutokea katika mkoa wetu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na utangulizi huo, naomba pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana wana Tabora. Tulikutana mimi na ninyi katika ukumbi huu, tukazungumza na kuwaomba wana Tabora tujitokeze kwa wingi katika mapokezi ya kihistoria kwa kweli ambayo yalivunja rekodi ya mgombea wetu wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambayo pia ni mwenyekiti wa chama chetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo alifanya ziara katika mkoa wetu. Kwa kweli alitembelea wilaya ya Igunga, Nzega, lakini pia wilaya ya Uyui, Urambo, Kaliwa, na baadaye kuhitimisha kwa mkutano mkubwa ambao kimsingi ndio unanifanya nije mbele yenu kama wana Tabora na ninyi waandishi wa habari kuwashukuru sana wana Tabora kwa namna ambavyo kwa kweli waliweza kujitokeza kumraki mgeni wetu. Ninyi mnajua dunia, kama nilivyozungumza awali kwamba tulitamani sana kuhabarisha umma wa Watanzania kwamba Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Tabora kiko barabara na mambo yanakwenda vizuri na watu wanaamini na kuitikia ilani ya chama chetu na sera mbalimbali. Kimsingi nawashukuru sana wana Tabora. Tulipata mapokezi mazuri mengi ya kihistoria katika wilaya ya Igunga ambako ndiko tulikofanya mapokezi ya kimkoa, lakini pia tulifanya mapokezi mazuri pale Nzega ambapo Mheshimiwa mwenyekiti na mgombea wa urais kupitia chama chetu, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, aliwahutubia wananchi wa viunga vya Nzega na kuwaambia nini ambacho kitakwenda kufanyika, lakini nini kilichofanyika katika miaka mitano iliyopita ambapo yeye alikuwa analiongoza taifa letu. Lakini alifanya hivyo katika wilaya ya Uyui ambapo pia nilichukue fursa hii kuwashukuru sana watu wa Ilolangulu na kata jirani kwa namna ambavyo kimsingi walivyojitokeza kwa wingi. Baadaye tulifanya kikao pale Urambo ambapo Mheshimiwa mgombea wetu aliwahutubia wananchi wa wilaya ya Urambo katika viwanja vipya kabisa vya halmashauri ambapo walifurika kwa wingi. Kwa kweli tunawashukuruni sana. Na baadaye ukafanyika mkutano wa kufuru ambao ulifanyika pale katika viwanja vya Sabato kule Kaliwa ambapo wananchi maelfu na maelfu waliweza kuhudhuria katika mkutano ule, na baadaye tulikuja kuhitimisha na kuusimamisha ulimwengu, na naamini kabisa jambo hilo lilikuwa ni moja ya jambo hata ninyi wenzangu mnaweza mkaamini. Tangu Mheshimiwa mwenyekiti wetu amekuwa akifanya mikutano yake, ni kweli wenzetu wamekuwa wakifanya mikutano ya mapokezi na mikutano ya kampeni, lakini mkutano uliofanyika katika viunga vya 88 mkoani Tabora, wilaya ya Tabora mjini, mkutano ule ulikuwa una watu wengi sana. Kwa kweli tunawashukuru sana wana Tabora. Sasa nimekuja mbele yenu kwa kuwaomba jambo moja. Tarehe 4 tutakuwa na ugeni kama ule ambao uliopita wa mgombea mwenza wa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, naye si mwingine Daktari Balozi Emmanuel John Nchimbi, ambapo atafanya ziara katika mkoa wetu, ziara ya kuomba kura katika maeneo yote. Sasa hivi tumekuja tofauti kidogo. Chama cha Mapinduzi kimepokea maoni ya wana CCM na wananchi katika mkoa wetu wakiomba sana, walitamani sana kuona katika majimbo yote ambayo Mheshimiwa Rais aidha mgombea wa urais kupitia tiketi ya chama chetu Daktari Samia Suluhu Hassan hakufika kwenye majimbo yale, basi wananchi waliomba na mgombea mwenza aweze kutembelea maeneo hayo ili aweze kujionea hali halisi ya maeneo hayo, aweze kujua watu wanaishije, aweze kujua changamoto zao, lakini na mafanikio yaliyotokeza katika kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameliongoza taifa letu. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa tukasema hilo ni jambo jema na ni jambo kimsingi ambalo lina utu ndani yake.
tukakubaliana, na sasa ratiba ya mgombea mwenza itakuwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Daktari Emmanuel John Nchimbi ataingia mkoani kwetu tarehe 4 katika mji wa Nzega, na akifika Nzega ambako yatakafanyika mapokezi ya kimkoa, atafanya kikao chake cha kwanza kwenye jimbo la Bukene, ambalo kikao hicho aidha mkutano huo utafanyika katika kata ya Itobo. Wanabukene wote tunatumia fursa hii kuwaalika tukutane katika viwanja vya Itobo. Hapo ndipo patakuwa na kikao cha kwanza cha Mheshimiwa Daktari Balozi Emmanuel John Nchimbi, ambapo ndipo mkutano wake utakapoanza, na mkutano unatarajia kuanza mnamo majira ya saa 4 kamili pale Itobo. Na baada ya hapo msafara wa mgombea mwenza utaelekea katika jimbo la Manonga, ambapo mheshimiwa mgombea mwenza atafanya kuwasalimia wananchi wa jimbo la Manonga katika viunga vya mji wa Ziba. Kwa hiyo Ziba pale tutakuwa na makutano ya watu wote wa jimbo la Manonga. Tutakutana pale katikati yetu kwenye senta kubwa kabisa. Tutakuwa na mkutano ambapo mheshimiwa ataomba kula, lakini atazungumza na Manonga, atasikiliza kero na changamoto mbalimbali ambazo bado zipo, ambazo zinaendelea kushughulikiwa na serikali yetu katika maeneo hayo, ikiwakilisha jimbo lote la Manonga. Baada ya hapo Mheshimiwa Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi ataelekea katika jimbo la Nzega vijijini, ambapo jimbo la Nzega vijijini wananchi wa kata ya Ndala na maeneo yote watabeba dhima ya kuwakilisha na kusikiliza sera za Chama cha Mapinduzi katika viunga vya mji wa Ndala. Kwa hiyo hapo ndipo Mheshimiwa Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi atakapofanya mkutano kwenye jimbo hili. Na baada ya hapo Mheshimiwa ataondoka, na kwa sababu mkutano wake unatarajia kuisha mnamo majira ya saa 11:30, kama jinsi ambavyo mnatambua kwamba chama chetu kimeendelea kuzingatia misingi ya Tume Huru ya Uchaguzi, kwamba tunakwenda kulingana na makubaliano. Kwa hiyo mkutano inaisha ndani ya wakati na ratiba zingine zinaweza kuendelea. Kwa hiyo baada ya saa 11:30 Mheshimiwa atarudi hapa mjini, ambapo ndipo atakapokuwa senta yake kuu. Na baada ya hapo siku ya tarehe 5 Mheshimiwa anatarajia kuomba kura katika atakuwa na mikutano mikubwa, na hapa lazima niseme kwa msisitizo, mikutano mikubwa miwili, ambapo mkutano wa kwanza utafanyika katika wilaya ya Sikonge, ambapo jimbo la Sikonge litakuwa na dhana na zima ya kuwasilisha mambo yao pale. Kwa hiyo wana Sikonge wote tutakutana katika viunga aidha mji wa viwanja vya TASAF. Hapo ndipo ambapo tutaweka shughuli yetu, ambapo naamini kwamba wana Sikonge wengi watajitokeza. Lakini baada ya hapo tutaluka na kuelekea katika jimbo la Uliankuru. Jimbo la Uliankuru Mheshimiwa anatarajia kufanya mkutano wake katika mji wa Konanne. Ninyi mnajua Konanne, Chama cha Mapinduzi kinafika kila mahala. Sehemu ambapo wewe unafikiri kwamba chama hakiwezi kufika, lakini viongozi wakuu waandamizi wa taifa letu na chama chetu hawezi kufika, sisi tunafika. Tuna penetrate mpaka kule ambako wananchi kwa kweli wapo. Kwa hiyo tutakuwa na mkutano mkubwa. Na hii naomba niwaambie, ule mkutano ambao tuliofanya pale siku ile Kaliwa utakuwa ni cha mtoto. Tunatarajia kufanya mkutano wa namna ile mara mbili yake katika mji wa aidha viunga vya mji wa Konanne, ambapo wanajimbo wote wa Uliankuru tutakutana mahali pale kuelezana nini Chama cha Mapinduzi kimefanya katika kutekeleza ilani ya mwaka 2025, lakini nini tutafanya katika kumalizia aidha kutekeleza ilani ya 2025-2030, ambayo kimsingi imeandaliwa vizuri kwa kubeba misingi ya utu na mahitaji ya wananchi katika maeneo yote. Baada ya hapo sasa funga kazi, mkutano wa kimkoa wa mwisho ambao utakaofunga kazi utafanyika katika viunga vya Kigwa katika jimbo la Igalula, ambapo tarehe 6 hapo ndipo tutakapohitimisha ziara ya kiongozi wetu huyu mkuu ambaye ni makamu mgombea mwenza wa chama chetu
kwenye nafasi ya urais. Kwa hiyo Kigwa tutamalizia tarehe 6, tutakuwa na mkutano mkubwa wa Naigalula ambao naamini kabisa Mheshimiwa makamu aidha mgombea mwenza atapata fursa ya kueleza kama nilivyosema yapi yamefanyika katika kipindi kilichopita na yapi yatakayofanyika katika kipindi kijacho. Kwa hiyo naomba nitumie wasaa huu, ukikamilisha hapo majimbo yote 12 ambayo yanajenga mkoa wetu katika majimbo yake yatakuwa yamefikiwa na viongozi. Mtakumbuka majimbo yaliyokuwa yamebakia yalikuwa ni Bukene, Manonga, Nzega vijijini, Sikonge pamoja Uliankuru pamoja na jimbo la Igalula. Kwa hiyo kwa kuhitimisha ziara hiyo tutakuwa tumeyafikia majimbo yote, na hatimaye ujumbe wa kitaifa ambao utakaopeperushwa na viongozi hao waandamizi ambao niliwataja, Mheshimiwa Rais kwa ziara yake iliyoisha na kiongozi wetu huyu mgombea mwenza, utakuwa umefika maeneo yote. Naomba nitumie fursa hii kuwaomba sana wana CCM, wananchi wote wa mkoa wetu wa Tabora, kama ambavyo tumefanya katika kumraki kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea wetu na mwenyekiti wa chama chetu, naomba tujitokeze kwa wingi tena tukamraki Daktari Emmanuel John Nchimbi. Ninyi mnajua kiongozi huyu, uwezo wake, nguvu zake na namna ambavyo kwa kweli anaweza kutembea na kushawishi umma. Na nikishukuru tu chama changu kwa namna ambavyo kina uwezo wa kutazama kwa mbali zaidi, kuwapata wagombea ambao kimsingi wanabeba hoja na maono na wanatambua, wanakijua vizuri chama, lakini pia wanajua vizuri namna ambavyo Watanzania wanaishi na namna ambavyo Watanzania hawa wanahitaji kuhudumiwa na serikali yao katika kipindi hiki. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa ndugu zangu wote, tukaipambe mikutano ya viongozi hawa, tujitokeze kwa wingi, na kuna faida yake katika namna ambavyo mnaweza mkajitokeza kuwaraki viongozi wetu wakuu waandamizi. Baada ya kusema maneno haya, na waomba tukutane site. Ninaamini kwamba wana Tabora kama ambavyo tumekuwa tukiombana tunafanya, ninaamini katika hili pia mtajitokeza kwa wingi, na mwisho wa siku tuende tukawaraki viongozi hawa, tukasikilize namna ambavyo chama chetu kimejipanga kutuhudumia katika kipindi hiki. Lakini niwashukuru sana viongozi na wagombea wetu. Kampeni zinaendelea vizuri kabisa katika maeneo yote na kazi inakwenda vizuri. Mpaka sasa Chama cha Mapinduzi tunaona dalili za ushindi wa 99% kwa namna ambavyo wananchi wamekuwa wakiitika katika vikao vyetu, kuanzia vikao vya kata ambapo tumekuwa tukiwanadi viongozi wetu madiwani, lakini vikao vya majimbo na hata vikao hivi ambavyo vikubwa Mheshimiwa marais wamekuwa wakija kwenye mkoa wetu kuwaomba wana CCM na Watanzania kwa ajili ya kupigiwa kura. Baada ya maneno haya, naomba nitumie kauli ya kusema Oktoba tunatiki. Na Daktari Samia Suluhu Hassan tuna imani kubwa atakuwa ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Daktari Emmanuel John Nchimbi atakuwa ni msaidizi wake namba 1 katika kumshauri Mheshimiwa Rais namna gani ya kuliendesha taifa letu. Sina mashaka kabisa na wana Tabora, naamini tuko pamoja. Mama Samia ni 5 tena.